PC Richard. Halo. Habari za asubuhi? Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC. Mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida. Naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumia kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa amemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Okay, kuna swali kutoka kwa Kazumari hapa. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tu kama niliona baada ya mechi kuna kuwa na baadhi ya mashabiki waliruka uzio hivi. Sijui kama na wewe ulipata taarifa au uliona hicho? Kwa mpango kazi ambao ulikuwepo wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa, ilikuwa lengo ni kuzuia kwa 100%. Inawezekana pengine kukawa na mapungufu machache yalijitokeza ya watu kuweza kujipenyeza kulingana na mazingira ya jiografia ya uwanja wetu kama unavyofahamu. Yes. Lakini kuna jitihada kubwa zilifanyika kuona kama watu hawataingia uwanjani. Yes, kwa kweli hata mimi nikupongeze, lakini nitaka tu niseme hilo kwamba uwanja wa Tabora huwa watu wanaingia sana kiwanjani baada ya mechi, lakini kwa walivyokuwa jana umati ulikuwa mkubwa na kiasi watu waliingia. Niwapongeze na niwatie nguvu kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja. Sawa, asante sana. Tunashukuru sana mkuu. Trend ilikuwa inaruhusu hii hali kutokea. Hii hali kama ilianza kuonekana. Yes. Sidhani kama ulipaswa kuwa na akili nyingi sana. Ndio. Kuona kwamba lolote linaweza likatokea kwenye hii hali. Unajua kuna vitu tukivizungumza hapa kama watu wanaona kama huwa tunafanya masihara hivi au tunawaoneaga watu, lakini mamlaka inabaki kuwa mamlaka tu. Yeah. Sawa. Tunapaswa kuheshimu. Heshimu, ogopa watu. Heshimu, ogopa watu. Yes. Na hao watu ndio wanatakiwa waheshimu, watu waheshimiane. Watu wenye mamlaka. Watu wenye mamlaka. Mtu ambaye anaweza kusema bwana yule mchukue mpaka kesho, jaribu kumheshimu huyo mtu. Kabisa. Lakini mamlaka zinatumika vizuri lakini kabisa. Kwani kuna shida gani? Kwani si unakuhifadhi tu huko unakuhoji? Kama sicho watakuachia na utaratibu unavyotaka. Usalama sasa watu wanaangalia wanani. Yaani wewe polisi na bado hauko kwenye usalama. Kweli? Sasa usalama watu upata. Watu wakimbia majumbani kwao kuna polisi. Kisha kwa uko polisi ndio uko sehemu salama sasa. Mradi watu wajue kama uko polisi uko sehemu gani. Basi. Wewe uko salama. Na hii taarifa inaonekana kama viongozi wa Yanga wengi wameshtukia, hawajui. Sasa ngoja ungetegemea saa 7 usiku. Ngoja turudi jemedari tupige simu na kwa RPC. Kabisa mambo mazuri, tumtafute RPC hapa Tabora. Naona sawa watu tutakuwa napiga sana. Sasa tutampata tu RPC hapa Richard Agwao. Jana alitupa ushirikiano mzuri. Yeah. Leo vipi tunataka tujue maendeleo, lakini jemedari ulikuwa unazungumzia wakati tunakwenda mapumziko, ulikuwa unaelezea namna ambavyo hili jambo lilianza kuonekana, lakini pia kuheshimu mamlaka. Yes. Yes.
Kwa hiyo inawezekana ni yale ambayo yalitokea kabla ya, hatuna uhakika. Hatuna uhakika. Tunataka tusikilize. Lakini kutokana na kile kilichokuwa kinaendelea, sio? Ndio. You would expect kitu kitokee, sio kwa yeye au kwa mtu wote ambaye alijiingiza kwenye vitu marumbano au vitu ambavyo vilikuwa na msingi sana kwenye mpira, na wakati mwingine sisemi kwamba ana makosa, kwa sababu mimi siko hapa kusema fulani ana makosa, lakini kama amekamatwa kwa sababu ya yale mazungumzo alikuwa anayafanya jana, iliyazungumzia. Sasa tusubiri tujue exactly amekamatwa kwa sababu gani, lakini nimesema tu you would expect hiki kitu kutokee kwa sababu ya aina ya maneno yaliokuwa yanaendelea baina ya mamlaka na upande wa Young Africa. Na upande wa Young Africa mjibuji mkubwa alikuwa ni yeye. Au kusikia mtu mwingine yote mjibu upande wa Young Africa. Japo yeye ndo msemaji pia ambaye ndo yeye ni afisa habari, sio msemaji bwana. Afisa habari si kazi yake kutoa habari. Yes, anaisemea nani taasisi? Anaisemea taasisi? Si yeye. Hapana. Hivi unaweza kusema Ndimbo ni msemaji wa TFF au afisa habari? Na afisa habari na msemaji. Anaisemea nani yule taasisi ya TFF? Si ndio huyo afisa habari ambaye anajumuika kwenye hiyo? Nani? Yeye ni afisa habari. Tunaambiwa taarifa kaseme hii kaseme. Lakini msemaji ni rais wa TFF. Ndio anaisemea. Msemaji wa Yanga ni rais wa Yanga. Kwa hiyo ina maana anachokizungumza labda ameambiwa tu tena kimehaririwa. Kaseme hivi. Ukisema cha kwako kinakudhuru. Au watu wanakuruka. Viongozi wa Yanga wameonekana taarifa hii imewashtukiza na kila mmoja haelewi. Wao sasa na wao wanaanza kufuatilia, na nimeambiwa pia wamekwenda kwenye vituo hawajamkuta. Hayupo bwana, hawajamkuta kenda. Kwa taarifa kama tuliokuwa nayo kwamba amekamatwa mtu saa 7 usiku. Si lazima viongozi pia wapate wasiwasi kwamba yani wengi wasiwe na taarifa, lakini nataka kuamini kwamba ukikamatwa bado uhuru wako wa kutoa taarifa kwa watu wako wa karibu unakuwa nao. Mpaka pale unapoingia mahabusu. Utoa taarifa watu wako tu. Kwa hiyo kuna watu waliwataarifu. Unless kama aliwapigia simu wakawa wapokea. Unajua saa 7 kila mtu amelala, si ndio? Unaweza kutuma hata message. Sitaki kuamini kama ni hoteli yale alikuwa amekaa peke yake. Hata kuna watu pia alikuwa nao. Kwa wakati anaokotwa na watu walikuwepo pia wanashuhudia bana jamaa anachukuliwa. Simu yake inaita sasa RPC Richard Abwao ambaye jana tulizungumza naye na alituahidi leo atatupa ushirikiano. Alituahidi atatupa. Kama tulijua tulimuomba leo baada ya mechi tuzungumze. Sasa sijui kama atazungumza, lakini Vansi mpira sasa, kumbe sasa hivi mambo ya kwenye mipira mnaweza mkamalizana upande mwingine. Hata kama mmekutana kwenye mipira huko, kwa sababu inawezekana hata kama kuna sehemu Ali aliteleza kwa sababu ya mazungumzo yake kwa mkuu wa mkoa mwenye mamlaka. Mkuu wa mkoa naye alikuja huku, pengine kama ukiachana na koti lake la uongozi, alikuja kama shabiki pia. Inawezekana, ila unajua bado mamlaka tabaki pale pale. Yaani tukiondoa vitu vyote ni kauli za kimpira, ila kuna watu wako nje ya huo mpira wenu. Wao watasimamia tu utaratibu. Wewe ni uzalilishaji. Watu watadili na wewe. Afu unajua Juma tunadili hapa. Inawezekana hata mkuu wa mkoa hajui. Inawezekana bwana. Yes. Yaani watu wako wanaangalia vitu wanasema hii sio sawa sawa. Ni vijana wake tunakuja kuchukua bwana, wewe ulikuwa unamaanisha nini hapa? Wewe unasemaje? RPC Richard. Halo. Habari za asubuhi. Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlipopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC, mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida, naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumia kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali.
hilo jambo limefanya tumkamate na anafanyiwa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa amemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanyiwa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Okay, kuna swali kutoka kwa Kazumari hapa. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tu kama niliona baada ya mechi kuna kuwa na baadhi ya mashabiki waliruka uzio hivi. Sijui kama na wewe ulipata taarifa au uliona hicho? Kwa mpango kazi ambao ulikuwepo wa kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaimarishwa, ilikuwa lengo ni kuzuia kwa 100%. Inawezekana pengine kukawa na mapungufu machache yaliyojitokeza ya watu kuweza kujipenyeza kulingana na mazingira ya jiografia ya uwanja wetu kama unavyofahamu. Yes. Lakini kuna jitihada kubwa zilifanyika kuona kama watu hawataingia uwanjani. Yes, kwa kweli hata mimi nikupongeze, lakini nitaka tu niseme hilo kwamba uwanja wa Tabora huwa watu wanaingia sana kiwanjani baada ya mechi, lakini kwa walivyokuwa jana umati ulikuwa mkubwa na kiasi watu waliingia. Niwapongeze na niwatie nguvu kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja. Sawa, asante sana. Tunashukuru sana mkuu. Asante. Bwana, sasa taarifa rasmi, huyu mtu amekamatwa bwana. Na amekamatwa kwa nini? Kwa kutoa lugha. Na jana mimi na wewe tukati tunazungumza hapo, uko unasemaje? Na nilikwambia Juma, mamlaka inabaki kuwa mamlaka tu. Sawa? Unapozungumza na mamlaka au unapojaribu kuijibu mamlaka, you need to be very 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 much careful. Uzungumzi, unajua unapozungumza na mkuu wa mkoa, unazungumza na mtu mkubwa. Nilikwambia jana kuna commission mbili tu. Commission ni district commissioner na regional commissioner. Kuna picha moja ilikwenda mtandaoni sana. Ndio. Wakati fulani aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Venance Mabeyo. Kabla huyu wa sasa huyo. Ndio. Jacob John Mkunda. Alikuwa po Venance Mabeyo. Si ndio? Alionekana akiwa anampigia saluti aliyekuwa mkuu wa wilaya wa Kisarawe wakati ule Joketi Mwegelo. Sawa? Ilizua maneno mengi mtandaoni. Watu wanamuona, mbona huyu ni mkuu wa wilaya tu? Sawa? Alafu huyu anaipiga saluti ni mkuu wa majeshi. You see that? Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF anapiga saluti. It was like, kwa nini? Lakini unajua kinachopigiwa saluti ni mamlaka yake ambayo amekasimiwa, amekuwa commissioned na rais. Sio kama unaelewa? Nakupata. Sawa. Sasa huyo sio mtu mdogo. You speak here, unaweza kumuona tu ni mtu mmekutana naye mtaani au mnajuana na nini, wewe nenda huko sui nani, sui ni kiwapili, sui dai kwa sababu unawajua. Lakini huyo mtu ana mamlaka kubwa. Ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Huyo mtu mkoani ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ambaye si RPO, RPC, si mkuu wa usalama, si nani, wote wanaripoti kwa huyo mtu. Lakini yani wako chini yake. Watu kweli nguvu wanazo, wana mamlaka. So you talk to him or her, you need to be careful. Ni kweli. Yes. Wao wahitaji kuwa makini pia wanapokuja huku kwenye michezo, ambapo sisi pia tunafahamu huku watu wanajiachia. Kwani wanakuja kutoka wapi? Alafu mimi Juma nataka kukuambia hii kitu. Nani amewaambia kwamba kwenye michezo ni sehemu ya hovyo, mtu anaweza kufanya kitu chochote anachotaka? Nani huyo? Nchi ina sheria brother. Na sheria zina apply kila sehemu. Kwani wewe nani kakuambia kwenye michezo watu ndio wanafanya tu vurugu? Kwa wewe unaweza kuchukua kisu sasa umchome mtu kwenye michezo, alafu useme sasa si nimpiga kwenye michezo? Is that the way? Unaweza kumpiga mtu pale na kesi ukafunguliwa brother. Nchi inaishi kwa utawala wa sheria. Na sheria lazima zifuatwe. Na kuna taratibu zake brother. Yaani wewe ukienda mpirani, you think kwamba uko eneo sasa huru, unaweza kutukana watu, unaweza kufanya kitu chochote. Siku moja mimi nikupa mfano mmoja. Nilikuwa naangalia mpira pale uwanja wa Taifa. Angalia mpira. Yuko jamaa mmoja kaa Juma wangu. Yeye kazi yake 10 national team. Anatukana wachezaji tu.
Yaani tangu mpira haujaanza watu kwenye warm up chuni atukana bwana Samata anatuka. Yaani kila mtu nikamuuliza yeye bwana, wewe vipi? Wewe mbona tukana watu tu? Akanijia na mimi bwana, nenda zako sio nini? Simu yangu moja kaja afande Mudi pale kama bwana huyu jamaa tukana watu tu. Tangu mpira umeanza hapa. Yeye kazi yake anatukana wachezaji tu. Hawana nafasi ya kumjibu lakini anatoa matusi. Tumemwambia watu wakasema kweli kaokotwa. Si mpirani pale. Watu usiona mpirani umesikia watu wanatukana. Si ushaenda? Ndio. Several times unasikia watu wanatukana. Kaokotwa yule mtu kapelekwa Chang'ombe. Kimya. Mko wawili sasa. Hapo mnabaki wewe na polisi sasa. Wale waliokuwa nao kiwanjani hawako tena. Huko wewe na polisi. Hapo watu hawapo. Huko wewe na polisi. Bana wewe vipi? Tunaomba msamaha. Ndio taratibu zilivyo. Ai bwana. Basi watu wajifunze kuwa wapole. Nilimwambia Ahmedi, unapozungumza na mkuu wa mkoa, unapoaddress issue yoyote ya mkuu wa mkoa, be careful. Hata wewe Juma na mtu mwingine, vijana wote, unapoaddress issue ambayo iko na mtu ana mamlaka, be careful, extra careful. Watakuokota watu, utabaki wewe na mamlaka wanakuhoji. Sababu sasa hivi unajaribu kuona una nguvu. Kwa sababu kuna watu wengi nyuma yako, kuna Simba na vijana wanajaribu kuchukua nguvu au ukubwa wa vilabu vyao wakauvaa. That is very bad. Be humble. Sawa. Okay. Hizi ni timu ambazo saa zingine jambo la kwako wewe litaachwa kwako ulishughulikie. Usidanganywe na kwamba sisi tuna mawaziri, sisi ni nani. Hata hao mawaziri wakiambiwa wewe umefanya hivi, unafikiri waziri atangangania kwamba wewe umeidharau mamlaka? Atakaa pembeni na yeye kwa sababu na yeye pia ni sehemu ya mamlaka kabisa. Basi kuna mtu ameniuliza hapa pia jina la mkuu wa polisi ni Richard Abwao. Alikuwa anaulizia Jessica. Yeah. Sasa inabidi tumalizane tu na Tabora nzima kilichotokea jana. Tukitoka huko tutoke mazima. Sawa tu. Hakuna shida gani? Sogea bwana, sogea mezani bwana. Hapa sasa tumalizane na Tabora kabisa afu tuende Misri kule. Kwa sababu tukienda Misri wakati Tabora tupo Tabora anaojiwa tumalizane na mechi tu jana ilivyokuwa Jessica, sio? Yeah. Yeah. Kwa tuende Misri tumalizane nao tu. Tumalizane nao. Jana Mwananchi amepata ushindi. Kamtafuna vizuri kabisa. Kisasi kimelipwa. Mabao matatu. Lakini kwenye hayo mabao matatu kila moja pia akijaribu kupaza sauti. Lakini kwanza mchezo namna ambavyo ulikuwa hauna makando kando, kila moja alikuwa anazungumza. Ukipita mitandaoni unakuta watu wanapongeza namna ambavyo mchezo umechezwa, lakini pia bado makosa ya waamuzi yakajitokeza kwenye baadhi ya matukio. Hivi jana yalijitokeza kwenye baadhi ya matukio, lakini sure. Kwenye hayo mapungufu ya waamuzi ambayo yalijitokeza yaliwanyima haki Young Africans ya kuwa na magoli zaidi ambayo waliyapata. Sasa wakati unajiandaa kumuuliza Ansa hapa pamoja na wachambuzi wengine, Jemedari Dismas tena amesema uko sahihi na anasema anakumbuka katibu wa timu fulani aliwahi kuwekwa lock up baada ya kumtukana mgeni rasmi. Ni muhimu zaidi kuzingatia unazungumza nini na wapi. Sasa uko pale na mgeni rasmi wewe unamtolea lugha mbaya. Seif Gulamali. Okay. Wanakufanyia hivi unakuacha unafanya shughuli zako, unamaliza zishakwisha, wageni wanakuja kukuchukua. Twende, unauliza wapi? Okay. Anakuonyesha kitambulisho. Unajua polisi hakupi kushika kitambulisho, anakuonyesha. Anakuokota. Bwana producer hapa ananiambia tumtafute Seif Gulamali, yuko pale. Mbunge wa Manonga huyu na mjumbe wa kamati tendaji ya klabu ya Yanga. Tumtafute hapo wakati Jessica anaandaa mipango kazi hapa kuelekea kutazama kilichotokea jana, Yanga wakivuna alama 3. Lakini mechi ilipopata shamra yake mapema, ulijua kabisa jana Tabora wangeshikilia bomba, lakini Tabora jana wakawa mwepesi kabisa jana. Tulizungumza hapa. Yaani ile mechi sio ugumu na wenyewe ya Afrika maneno na nini. Lakini kiwanjani hakukuwa na mechi ya ngumu. It was easy too. Okay. Tabora yani ilitokea wakawafunga Young Africa. Yes. Lakini ndio ilikuwa na maana kwamba Tabora ni timu ngumu ya kwenda kubishana na Yanga. Hilo ni jambo jingine. Wakati unaendelea sasa kumtafuta Gulamali, yes, tuendelee. Producer amtafute Gulamali. Mtafute Gulamali, producer, ukimpata hapa
Basi mtuletee anayo producer, mtu makini kabisa. Sawa, Hans, tuje kwako kwa namna ambavyo jana mchezo ulikuwa umeenda, kabla ya kwenda kuangazia hayo mapungufu ya waamuzi ambao lisababisha mambo yakaenda tofauti kidogo, lakini haiwi gumzo sana kwa sababu labda watu wameshinda. Ingekuwa tofauti au ingekuwa kwa timu pinzani pengine meneno ingekuwa mengi mpaka hivi sasa. Tuangalie namna ambavyo Tabora waliingia uwanjani na namna ambavyo Yanga waliingia uwanjani, na Yanga waliwawini Tabora katika eneo gani, lakini pia Tabora walikwama katika eneo gani? Yes, quality iliamua game ya jana. Binafsi mtu akiniambia mechi ilikuwa ni nyepesi sikubaliani naye. Okay. Ya, ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani kwa pande zote mbili, lakini timu ambayo ilikuwa na quality zaidi ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3. Na umezungumza Jessica, Yanga walistahili kupata goli la 4 la Clement Mzize. Chuma cha Mzize kile. Yes. Kama goli lingekubalika ni miongoni mwa hayo magoli ambayo yangeenda kushindania goli bora la msimu. Bonge moja la goli. Aliunganisha ile vizuri kabisa. Ile technique my friend unaipata mara moja. Kwa sababu jinsi alivyouchapa mpira afu kaenda kuingia kabisa kula na kutagia njiwa. Brilliant kweli. Always Juma huwa anazungumza kwamba quality peke yake haitoshi kushinda mechi. Unahitaji intensity, unahitaji utashi wa wachezaji. Maneno yalikuwa ni mengi nje ya uwanja na yalienda kufanya mchezo kuwa mgumu kweli, kwa sababu Tabora wana hao wachezaji wenye quality. Ukiwatazama kina Chikola, ukiwatazama kina Elitie Makambo, ukimtazama mtu kama Joseph Wakandanao, ukimtazama mtu kama Andy Bikoko, kina Banele, ni wachezaji ambao wana quality kweli. Na unaweza ukatazama kipindi cha kwanza, zile dakika 20 za kwanza, jinsi ambavyo walikuwa wanabato kweli. Jinsi ambavyo walikuwa na upasi mpira kutoka nyuma kwa pasi fupi, wanapitia pembeni zaidi akina Chikola, Kandanao muda wote ana overlap, lakini pia Elitie Makambo movement zake za kudrop kuja kuwasumbua Yanga kwenye midfield ulikuwa unaona. Wana mtu kama Munganga kwenye midfield ulikuwa unaona kabla ya kutolewa uwanjani kazi aliyokuwa anaifanya. Muda wote Tabora akiwa anatoka nyuma ana drop kutengeneza back 3 ya uongo, and then passing ability yake aliyokuwa nayo kuweza kusupply mipira pembeni kwa kina Chikola ndio ilikuwa focal point ya Tabora kuonekana wana uhai mkubwa sana katika dakika 20-25 za kipindi cha kwanza. Lakini Yanga walijua ni nini ambacho wanakitaka. Pamoja na kukosekana kwa Alidi Aucho, jana tumeshuhudia Yanga kicheza na 4-3-3. Ni kwa sababu tulikuwa tunaiona ile triangle ambayo imelalia upande wa Yanga, yani kwamba Mudathiri haya basi atasimama kama single DM kwa maana defensive midfielder, lakini pia ulikuwa una mtu kama Duke Abuye ambaye anasogea mbele zaidi kwenye half space, lakini pia kulikuwa kuna shifti ya mtu kama Max Nzengeli na Pacome. Hawa walikuwa wana shifti, mmoja akiingia kwenye midfield kuungana na Duke Abuya kutengeneza idadi ya namba 10 wawili, and then mwingine anakuwa pembeni. Na hususa zile dakika 30 za kwanza Max Nzengeli ndo alikuwa anaonekana kucheza shimoni zaidi, Pacome akiwa anatokea upande wa kushoto. And then kuna muda unamuona Clement Mzize naye ana drop kwenye hayo maeneo kwenye pockets, and then unamkuta tunamzungumzia Max pia Nzengeli na Pacome wako wide. Duke Abuya all the time alikuwepo kwenye midfield kwa sababu ni huyo kiungo mshambuliaji ambaye analeta utelezi lakini pia analeta balance kwenye midfield. And then tukashuhudia magoli yanaanza kuingia. Unaweza ukaona goli la kwanza, bonge moja la goli Yanga wamefunga. Nenda katazame pia goli la pili, bonge moja la goli. Goli la tatu lenyewe lilikuwa brilliant. Hata goli lenyewe ambalo limekataliwa ilikuwa ni goli zuri sana. Na tumeona pia Yanga jinsi ambavyo wanaweza wakapress, wakapata turnovers na wakaenda kumshambulia mpinzani. So Tabora wamepoteza game si kwamba walitaka, walijipanga kwa kila namna, walishindana kwa kila namna, lakini wamekutana timu yenye quality Yanga na wamelala na viatu easily. Yanga wapo kwenye mission, Yanga wanataka ubingwa na wanao wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye mazingira yote, mazingira yenye pressure, lakini pia mazingira ambayo ni magumu zaidi. Wana hiyo endurance ambayo inawafanya wao kubato na kupata matokeo mazuri sana. Ile free kick ya Israeli Mwenda ni free kick ambao unaombea mkopo. Of course mimi Mwenda ujue nimecheza naye, anafunga foul kuliko ni kitu chochote. Ninamjua, yes, anapiga vizuri sana. Tena inawezekana pale Yanga tu ni kwa sababu kuna majiant wale mbele yake, lakini ni mmoja wa wapigaji wazuri sana wa free kick. Nimemwona akizifunga nyingi tukiwa wote uwanjani na nikiwa nje namuona. Kwa hata sikuwa na wasiwasi na lile bao. Anaonekana kabisa ni free kick taker.
amekuwa anafanya hivyo akiwa KMC, lakini pia kuna kipindi alikuwa anapata nafasi Simba, alikuwa anaonyesha kwamba yuko na hiyo ability ya kupiga free kick, free kick. Pamoja na kwamba Simba walikuwepo akina Kratos Chota Chama, akina Saidonti Bazonkeza, ambao wao wote wana uwezo wa kupiga free kick na walikuwa wanapewa kipaumbele, lakini ukimwona Mwenda anavyo step up na kupiga free kick, unamwona kabisa huyu ni free kick taker. The technique was brilliant, kwa sababu mpira sehemu ambapo aliuweka utamlaumu goalkeeper miaka yote, lakini goalkeeper kuwa na chance yoyote ya kuweza kusave mpira kama ule. Muda mwingine labda unaweza kusema ukuta ungeweza kujipanga vizuri, maybe kuweza kublock, kwa sababu ule mpira wa Israel Mwenda haukuwa juu sana, ni kama ulikuwa kimo cha katikati. Kwa hiyo kama ukuta wa Tabora maybe ungekuwa umejipanga vizuri, wangeweza kublock, lakini ndio hivyo, waliacha mianya and then Israel Mwenda akachagua engo akaenda kuweka. Hebu nisaidie, ukiangalia wakati mechi inaanza ulikuwa unaona mindset ya Tabora ni kucheza nyuma ya mpira, hawakutaka kupishana na Yanga, na ukiwa unacheza low block maana yake tayari mnatengeneza sehemu ndogo ya mpinzani wako kucheza, kwa hiyo inakuwa na ugumu. Lakini pamoja na kucheza huo mfumo, lakini bado walionekana wanafungwa tu. Nini haikuwa upande wao? Walikuwa wanakosea wapi? Ule mfumo haukuwa supportive, ama aina wachezaji ambao walikuwepo kwenye ule mfumo ndio hakuwa na uwezo wa kuumudu kile ambacho walikipanga kukifanya na mwalimu wao? Binafsi nadhani plani ya Tabora ilikuwa ni nzuri sana. Ni ngumu sana kupishana na timu yenye quality kama Yanga, kwa sababu ukimtazama Pacome ni ball to fit player, mara nyingi sana na enjoy kuwa na mali mguuni. Ukimtazama Maxim pia Zengeli ni ball to fit player, lakini pia ukimtazama Clement Mzize ni huyo dribbler ambaye atachukua watu wawili watatu atawapeleka. Prince Dube tunajua uwezo wake wa kudrop in between, kuweza kuongeza idadi kubwa ya viungo naye, lakini pia ni dribbler mzuri. Yes, si mzuri sana kwenye 1v1, lakini anaweza kudribble kumchukua mtu mmoja. Kwa hiyo hao wachezaji wanne walikuwa wana power ya kuweza kuunlock defense ya Tabora ambayo ilikuwa compact, lakini plani ilikuwepo kwamba tuna defend narrow and then tukiba mpira tunajaribu kutoka kwa pasi fupi fupi, and then ndo tunakuja kusifia uwezo wa Yanga wa kufanya counter press, kwamba pale ambapo tunapoteza mpira tutajaribu kwenda man to man, mchezaji mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo wakati Tabora wanajaribu kubreak kutoka nyuma, Yanga walikuwa aggressive kweli kweli. Mudathiri tunajua yuko aggressive, anaweza kufika kwenye maeneo. Duke Abuya ni pressa mzuri sana, lakini pia uko na akina Ibrahim Baka, uko na akina Jobo ambao wako aggressive. Kuna muda wanatoka kwenye line yao wanasogea kwenye midfield ili kuongeza pressure na kujaribu kupoka mpira. So Tabora kila wakijaribu kwenda, wakivuka mstari wa katikati wanajikuta wamepoteza mali. Kwa hiyo unachosifia zaidi ni Yanga kuwa na wachezaji wengi wazuri technically ambao wanaweza kuunlock hiyo defense ambayo ilikuwa compact, lakini pia unazuia, unasifia uwezo wa Yanga wa kufanya counter press pale ambapo wanakuwa wamepoteza mpira.